Wakristo wengi tatizo lao kubwa, hawataki kujua Biblia imesema nini. Kila kitu ndio. Yesu Mungu ndio, lakini Yesu kafa ndio. Watu wote wanatakiwa wadumu katika maandiko. Tusome kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 16 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Taurati 16:1 inasema hivi, anaambiwa Musa, utunze mwezi wa Abibu, ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako. Kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako, nawe umchinjie Pasaka Bwana Mungu wako. Mbona neno hili? Haipimwa na bana hapa. Umeona Biblia hii? Ndio maana nasema Wakristo wasome wasisomewe. Achinje nini sasa? Katika kundi la kondoo na la ng'ombe, mahali atakapochagua Bwana Mungu wake apakalishe jina lake. Umeelewa? IPM sasa anabana hapa. IPM anabana kwenye maandiko hapa. Hii hapa maandiko 16:1 Kumbukumbu la Taurati. Lakini akitoka hapo yule bwana anawafundisha sana wajue Biblia, anakuja katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akamwambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Hapa kuna historia ya Kiislamu hapa. Hii utakuwa mwezi wa kwanza, na sisi kuna funga tunaita Ashura, inakuwa mwezi 10 mfungo 4 mwezi wa kwanza. Semeni na mkutano wote wa Israeli, unanifuatilia? Mkawaambie siku ya 10 ya mwezi huu, tarehe 10, kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Masharti hayo Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache, ikaja mpaka siku hii hapa. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Umeelewa? Pasaka hii? Umenipata hiyo? Watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Ile nyumba ya wana wa Israeli mkichinja, mtachukua damu mtapaka kule. Umeelewa? Juu kule na huku mtapaka. Watakula nyama yake usiku ule ule. Masharti imeokwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu, msile mbichi wala ya kutokosa majini, bali imewekwa motoni na kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitachosalia hata asubuhi mtakichoma moto. Tena mtamla hivi Pasaka hiyo. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu kwanza. Hapo ndo mnakula. Mnakula hapo mmefungwa viuno. Mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mkononi mwenu. Nanyi mtamla kwa haraka haraka. Biblia inasema ni nini? Pasaka ya Bwana. Mbona? Pasaka ya Bwana. Pasaka ya Bwana ndio ipo hivi. Kwa hiyo kumbe Pasaka ni kuchinja. Pasaka ni kuchinja, ndio Biblia inavyosema. Mimi sifundishi mihemuko, sifundishi misisimuko, kwamba pokea gari, pokea mume, pokea nyumba, no. Mimi nakufundisha sheria na kanuni za maisha. Alafu hizo sheria na kanuni za maisha wewe utazipima kwa akili yako. Anachokiongea IPM kina make sense au ni ujinga? IPM sasa anachokifanya, yeye anajaribu kuwarudisha Wakristo kwamba wasifatwe watu, wafatwe maandiko yanasemaje kwenye Biblia. Kuna mmoja ya mtumishi alizungumza kwamba huyu Prophet IPM hajapita kwenye chuo cha theolojia, lakini pia hajapita kwenye maulama. Tusomeni maandiko. Hayo mambo ya watu waliopita si yanatuhusu nini? Sisi tunataka maandiko yanavyosema. Mungu sikashusha kitabu na akasema kitabu hiki si ndio uongoze, unaambia nikasome huko, nikasome na nisomeshana. Na Yesu mwenyewe ujue alikula Pasaka Okay. Yesu alikula Pasaka. Ngoja nikusomee kifungu hiki hapa. Kuna watu wabishi sana. Nataka wafungue 22:17 Mathayo. 22:17 Mathayo. Tusome hapa na 26:17 kitabu cha Mathayo. 26:17. Hata siku ya kwanza mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwambia Yesu, wakamwambia, ni wapo utakapo tukuandalie uile Pasaka?
Maandiko yanasema Yesu akawatuma wanafunzi wake waende kuandaa Pasaka. Kwa hiyo kumbe Pasaka ni kuchinja. Hakuna kingine. Ili unaposikia neno Pasaka maana yake ni kuchinja. Uliokoka kwa Mkristo mwaka gani? IPM A. Tumuulize. Swali la pili, baada ya kuokoka baba yako wa kiroho aliyekufundisha ABC ya Ukristo ni nani? Okay. Na kwa miaka mingapi? Na baada ya hapo uchungaji huu uliitwa lini kwa mchungaji? Prophet kwa prophet. Aliyepo prophet ni nani? Aliyepo prophet ni nani? Mimi sifundishi mihemuko, sifundishi misisimko, kwamba pokea gari, pokea mume, pokea nyumba, no. Au sio bana? Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Bwana, aliyoko mbele yako ni kaka yetu kama mnavyomuona Sheikh Shafi. Nimefika hapa kufanya naye mahojiano mafupi kuhusu ibada ya kuchinja, ibada ya kafara ambayo anakwenda kuifanya Prophet IPM siku ya kesho tarehe 18 na tarehe 19, halafu tarehe 20 ni kwenda kula hizo nyama pamoja na watoto yatima, wajane na watu wenye mahitaji maalum. Prophet IPM amekuwa akiandamwa sana na ibada zake za kuchinja. Nikaona nije hapa nipige story na Sheikh Shafi azungumze kidogo, anaonaje the way Prophet IPM anavyoandamwa na ibada zake za kuchinja. Kwa hiyo nakusihi mtazamaji, twende moja kwa moja tupate maoni ya Sheikh Shafi na yeye kuhusu Prophet IPM na ibada zake za kuchinja. Asante sana Sheikh Shafi. Asalamu alaykum. Wa salamu bwana, mambo vipi bwana? Salama kabisa, kwema? Mzima, mimi nashukuru Mungu. Karibu sana, karibu sana. Asante sana. Habari za majukumu? Mimi nashukuru Mungu tumeamka salama, mazali afya tunayo, basi jambo la kumshukuru Mungu. Wapo wenzetu saizi wako mahospitalini, wengine saizi wanatafutiwa mahala gani pa kwenda kuzikwa, wengine familia zinahangaika kupata pesa kutibiwa, lakini mimi na wewe madhali tumekutana hivi tunasema na afya tuliyokuwa nayo lazima tumshukuru Mungu kiukweli. Afya ndio kitu muhimu katika maisha. Hata kumfanyia ibada Mungu inaitakiwa afya. Ukienda hospitali ndugu yangu pale, wale wagonjwa wale wanaoumwa wale, alafu ukawaambia hembu nitungieni kitabu mimi afya yangu mnaionaje, watamaliza kurasa za vitabu namna watakavyoelezea afya yako. Ndo Mtume akasema swiha tajun, afya ni hitaji, la yarauha ila almaridhi, halioni taji hilo isipokuwa mgonjwa. Yani mgonjwa akikutazama wewe uzima wako anaweza akatunga vitabu vingi sana jinsi uzima wako ulivyo. Kwa hiyo afya ndio kitu bora sana, afya ni kitu bora. Ndio maana sisi Mtume wetu alisema vitu viwili, afya na nafasi. Afya na nafasi, vitu muhimu sana katika dunia. Kwa hiyo madhali tuna afya, tumeamka, tumekutana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa hii afya na tuondolee maradhi tuliyokuwa nayo. Na karibu sana. Nimekuja kwako Sheikh Shafi tuzungumze kuhusu ibada za kafara, ibada za kuchinja ambazo muda mwingi huwa anazifanya mtumishi wa Mungu Prophet IPM. Kwa mtazamo wako, kwanza kafara ni nini? Halafu tuende na mambo ya IPM. Kafara ni mbadala wa kitu. Manake kutoa kafara manake ni mbadala wa kitu. Na kafara kwetu sisi kwenye Islam tunapata historia ya Nabiullah Ibrahimu alayhi salam. Ibrahimu aliishi duniani kwa muda miaka takriban mingi sana, lakini kipindi chote hakuwa na mtoto Ibrahimu, ambayo Waislamu wanamkubali, Wakristo wanakubali. Aliishi katika nyakati ngumu za kupata mtoto. Alikuwa na mkewe kihistoria anaitwa Sarai, akawa na mjakazi wake anaitwa Hajiri. Sarai alipoona kwamba muda unaenda na mtoto hapati, alimwambia Ibrahimu, umuingilie mjakazi wangu Hajiri, huenda nikapata uzao kupitia yeye. Ibrahimu akaisikiliza sauti ya Sarai. Sarai akamchukua Hajiri mjakazi wake, akampa Ibrahimu mumewe awe mkewe. Biblia inasema hivyo 16 Mwanzo. Mumewe awe mkewe. Kwa hiyo Mungu akajalia akapata mtoto. Alipopata mtoto takriban Ibrahimu ana miaka 90 ndo anapata mtoto. Miaka ya kwenda katika uzee. Anafurahia sasa amefanikiwa kupata yule mtoto. Yule mtoto anao uwezo wa kwenda dukani na kurudi. Mungu anamwambia Ibrahimu, usikumchinje huyo mtoto namtaka. Mbona shida hiyo? Mchinje huyo mtoto namtaka. Namtaka huyo mtoto mchinje. Unatafuta mtoto miaka yote. Alafu uzeeni Mungu anakupa mtoto.
Mungu anamtunza yule mtoto mpaka anaweza kwenda dukani na kurudi. Unajivunia sasa, mimi nina mwenzangu sasa hivi. Alafu Mungu anamwambia Ibrahimu, mchinje huyo mtoto, namtaka. Umepaona hapo? Ibrahimu anakwenda kumchinja mwanawe kwa kufata amri ya Mungu, kwa sababu yule ni nabii na ndoto za manabii zinakuwa kweli. Alipochukua mwanawe, kila kitaka kumchinja kisu kinagoma. Kila kitaka kumchinja kisu kinagoma. Kila kitaka kumchinja kisu kinagoma. Ndipo hapo Mungu akamwambia Ibrahimu, usimchinje huyo mtoto. Nimekupa mtihani wa kukujaribu. Mimi na mtoto wako, wewe unampenda zaidi nani? Kwa sababu miaka yote uliyokaa bila mtoto, alafu unapata mtoto, alafu nakwambia uchinje. Kwa maana kama imani yako dhaifu, huwezi kukubaliana na hilo jambo. Kwa nini ukubaliana nalo? Kwa sababu mimi na shida na mtoto, miaka yote sina mtoto, alafu nimefanikiwa kupata mtoto. Mungu anasema nimchinje huyo mtoto. Lakini Ibrahimu akaenda akachinja. Mungu akamwambia usichinje sasa, akamshushia kondoo. Kondoo yule akawa kafara badala ya Ibrahim, badala ya mwana mtoto. Kwa hiyo kafara manake ni mbadala wa jambo. Baada hili unalifanya jambo hili, kafara yako ili usamehewe hiyo dhambi, unatakiwa ufanye 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo kafara tunasema mbadala wa lile jambo. Badala ya kuchinja mtoto, kafara yake akashushiwa nani? Kondoo. Umenielewa? Na ndio maana sisi kuna kipengele tukienda hija, Waislamu kuna kipengele kile cha kuchinja. Tunafanya kitendo kama Ibrahimu alivyotaka kumchinja mwanawe, tunafanya kile kitendo cha kuchinja. Kwa ndio maana tunapeleka wanyama kule tunachinja, wanapewa maskini, wanapewa mayatima wasiojiweza. Kwa hiyo ndio kafara, kwa maana badala ya, yani kwa sababu wewe una lengo la kumuomba Mungu kitu fulani, Mungu anakuambia nifanyie kitu fulani, lakini sio kwa kumpa yeye, kwa kuangalia ambao hawana uwezo. Ndio maana ya kafara. Watazamaji, nadhani mmeelewa ama mmemuelewa Sheikh Shafii tafsiri nzima ya neno kafara. Ni mbadala wa kitu fulani. Kwa hiyo tuzungumze sasa namna Prophet IPM anavyoandamwa na baadhi ya viongozi wa dini kuhusu ibada zake za kafara. Mambo ya kuchinja, tumeona pale wanachinja mbuzi, watu wanapeleka mbuzi pale, lakini amekuwa akisema sana kwamba Prophet IPM ibada zake za kuchinja hayuko sahihi, ananyonga, hachinji, kwa sababu maandiko hayasemi kwamba kuchinja. Karibu. Sisi kwenye Uislamu, yoyote asiyekuwa Muislamu manake ananyonga. Yoyote kwenye ambaye si kwenye Uislamu, tunasema ambaye sio Muislamu ananyonga, hachinji. Kwa sababu sisi tunatakiwa tuchinje kwa kutaja jina la Mwenyezi Mungu. Bismillahi Allahu Akbar, ndio tunachinja. Sasa huyu asiyekuwa Muislamu tunaamini sisi yeye kwamba Mungu wake ana imani kwamba ni Yesu. Kwa hiyo ndio maana sasa tunasema yule ananyonga, hachinji, kwa sababu kuchinja wanachinja. Sisi Waislamu kwetu sisi tunachinja kwa kutaja jina la nani? La Mungu, kwa mujibu wa Qur'ani 6:118. Mungu anasema tusile kile ambacho kimechinjwa si kwa ajili ya jina la Mwenyezi Mungu, ambao halijatajiwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwetu sisi Waislamu chakula chake yule anachokitoa, kama atakuwa amechinja mwenyewe, kwetu sisi hakitufai, kwa sababu wa kuchinja amenyonga, kwa sababu kuchinja kuna sharti zake. Isipokuwa wao, kwa sababu wana imani ya kwao wenyewe, kama wataona vile ndo amechinja, wao wenyewe wanaruhusiwa kula. Umenipata? Wao wenyewe wanaruhusiwa kula, ila kwetu sisi inakuwa shida kula, kwa sababu kama tukiwashuhudia wanachinja wale, hawachinji kwa kutaja jina la Mungu, na sisi kuchinja ni ibada kwenye Uislamu. Kwa hiyo kuna masharti ya ibada kwenye Uislamu, na ibada zote zina taratibu na masharti ambazo Mungu kaziwekea. Hakuna ibada inayofanywa kiholela holela. Ibada sharti iwe na masharti, na Mungu kaeka mazingatio na maamrisho kwamba katika ibada hii mtafanya hivi. Kwa hiyo katika ibada ya kuchinja, Mungu alituagiza wakati tunachinja tutaje jina la Mwenyezi Mungu, bismillahi Allahu Akbar, ndio tuchinje. Kwa hiyo ukichinja wewe aliyakuwa hujataja jina la Mwenyezi Mungu, sisi nyama hiyo kwetu inakuwa ni haramu kula, kwa sababu imekosewa katika masharti ya kuchinjwa. Ila wao kwa sababu labda dini yao wanakubaliana na hilo, issue dini. Dini. Kama dini yao inakubaliana na hilo, basi wanaweza kula, kwa sababu si ndio msimamo na kanuni zao na vile wewe anavyotaka,
na kwa mujibu wa dini ambayo yeye anaikubali. Mimi nazungumzia kwa juu sisi Waislamu, wala sifike mahala watu wakatukana. Mimi nazungumzia taratibu za dini yetu, kwa sababu dini yetu sisi kitendo cha kuchinja ni cha ibada, na ibada ina masharti maalumu ya kufanya. Sio ibada kuswaliwa aje Mkristo aswali, ibada yake haiwezi kukubalika, kwa sababu sharti la kuswali uwe Muislamu, na sharti la kuchinja kuna sharti zake, kutaja jina la Mungu, bismillah, Allahu akbar, ndo unachinja. Wewe unachinja kwa jina gani? Kwa hiyo sisi hatuli kwa sababu we hujachinja kwa jina ambalo Mungu analolitaka. Sijui umenielewa? Ndio maana kuna kipindi Tanzania kulikuwa na mzozo wa kuchinja, kama uliosikia ule. Kumbuka miaka ile kulikuwa na mzozo wa kuchinja. Kwa nini? Si Waislamu hatuwezi kula chakula ambacho kilichochinjwa na asiyekuwa Muislamu. Hapa kuna kitu nataka nifundishe. Waislamu wana masharti, Wakristo hawana masharti. Umenipata? Waislamu wana masharti katika ibada ya kula chakula cha kuchinja, ila Wakristo wao hawana masharti. Kwa hiyo Mkristo akichinja, Muislamu hali kwa sababu ana nini? Ana masharti. Ila Muislamu akichinja, Mkristo atakula kwa sababu yeye katika kuchinja hakuna nini? Umeelewa vizuri hapo? Kweli? Umeelewa? Yaani sisi Waislamu hatuli chakula kilichochinjwa na asiyekuwa Muislamu kwa sababu dini yetu inatukataza, yule hakufata masharti ya kuchinja. Ila wenzetu upande wa pili, wao kwa mujibu wa imani yao, wao wanakubali kula chakula chochote kilichochinjwa na mtu yoyote. Kwa maana sisi tukichinja, wao wanaruhusiwa kula kwa mujibu wa dini yao, ila wao wakichinja, sisi kwa mujibu wa dini yetu haturuhusiwi kula. Sasa ni bora tuchinje sisi ambao dini yetu ina masharti ili tuweze kula, kwa sababu sisi tukichinja na wao hawana masharti katika kula, watafanyaje? Watakula. Ila wao wakichinja, sisi tuna masharti ya tuli. Bora tuchinje sisi, yani kiustaarabu, sio bwana kiimani, si ndio bwana? Si tuchinje kwa sababu wao wanakula. Nakumbuka huo mzozo ulienda baadaye ukakaa sawa, mpaka sasa hivi hakunaga mijadala ya kuchinja. Hakuna mijadala ya kuchinja. Na ulikaa sawa kwa sababu hii, we hauna masharti ya kula, mimi nina masharti. Mimi sitakiwi kula chakula ulichochinja wewe, ila wewe unaruhusiwa kula chakula nilichochinja. Ili kuleta amani, nani atakiwa achinje sasa? Nichinje mimi ambaye kumbe mimi nikichinja wewe umepewa ruhusa ya kufanyaje? Ya kula. Kwa hiyo mimi nikichinja tutakula watu wote, wewe ukichinja mimi nitakuwa sifanyaje? Siri. Umenielewa? Ndio maana hiyo halisi. Sawa. Kwa unavyomuona Prophet IPM, ananyonga ama anachinja? Kwa imani yake anachinja, kwa imani yangu ananyonga. Umenielewa vitu viwili hivyo? Kwa imani yake anachinja, mimi kwa imani yangu ananyonga kutokana na masharti ya dini yangu ilivyo. Ila akichinja yeye, mimi siri. Ila nikichinja mimi, yeye dini yake namwambia afanaje? Anakula. Kwa hiyo bora niletee mimi nichinje ili na sisi tuweze kula. Lakini jambo jingine ambalo ni kwambia APM, mimi na msifu. Anajaribu kuwazindua Wakristo waachane na habari ya kufata maagizo wanayosomewa na wachungaji. Umeelewa? Wakristo wengi tatizo lao kubwa, hawataki kujua Biblia imesema nini. Ngoja nikinukuu kipande ili naomba nikinukuu kipande kimoja ambacho cha Yesu, nadhani kitatupeleka mahala salama, katika kitabu cha Mathayo 22:29. Nitakisoma hiki tu, Mathayo 22:29. Yesu kuna kitu anakisema cha angalizo hapa. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko. Wanachotakiwa watu kufata sio nani kasema. Tunachotakiwa kufata, wewe unayetufundisha, iko unachotufundisha kimo? Umenipata vizuri? Wewe tumekupa jukumu la kutufundisha, lakini iko unachotufundisha ndicho ambacho Mungu kataka utufundishe? Au wewe unatufundisha kile unachokitoa katika akili yako? Hatuwezi kukubaliana na hilo. Kwa hiyo Wakristo wengi wao hawamuulizi mchungaji kwamba unachotufundisha ndicho kilichoandikwa au unakitoa katika kichwa chako. Kwa hiyo advantage hiyo wachungaji wameichukua sasa kwa Wakristo,
wanatoa yaliyomo katika vichwa vyao, hawatoi yaliyomo katika Biblia. IPM sasa anachokifanya yeye, anajaribu kuwarudisha Wakristo kwamba wasifatwe watu, wafatwe maandiko yanasemaje kwenye Biblia. Yani Mungu anasemaje? Mwanadamu ni mkosefu, mwanadamu hajakamilika. Mimi nikikwambia jambo, wewe lazima ulidai jambo hilo Mungu kalisema, au jambo hilo unalisema kwa matakwa yako? Ikiwa ninalisema kwa matakwa yangu, litabaki la kwangu. Ikiwa Mungu kalisema, litabaki linalofaa katika mafundisho. Umenipata? Umenipata? Umenipata vizuri? Sasa anawarudisha yule bwana. Mimi namsifu sana, na kitu ambacho nilikuwa nakiomba, na muomba Mungu siku zote kwa Wakristo kuisoma Biblia. Na mimi namuunga mkono. Kafara ya mwanadamu kwa Mungu inatokana sana na kuchinja, sio yeye. Hata sisi Waislamu tunapofanya mambo yetu, Mungu anasema faswali li rabbika wanhar, omba au swali, lakini chinja. Sasa wanaompinga IPM ina maana kwamba wanamtakia nini IPM na ibada zake za kuchinja? Anachokifanya IPM apingwe ni kwamba anakwenda kuwazindua watu katika uhalisia wa mambo yalivyo. Kuna watu wanayaficha ficha mambo kwa maslahi yao. Kwa hiyo ukienda kuzindua lile jambo, manake wewe unawazindua watu kwamba kumbe tunachotakiwa kufanya kwa mujibu wa dini 1, 2, 3, 4, sio jambo jingine. Kwa hiyo wanawalazimisha watu wafuate Biblia, ndio misingi ambayo imewekwa. Lakini kuna watu wao hawafundishi mafundisho ya Biblia, wanafundisha mafundisho ya maagizo katika akili yao, ili kuwafanya watu wawe watumwa miaka yote. Unajua, ukifichwa kitu kukijua, alafu mtu mmoja ndo anakijua, anakuambia wewe unajionaje? Maana kwa utakuwa mtumwa. Lakini ukisoma na wewe kitabu, utajua huyu kumbe huyu anatupeleka sipo. Mungu anataka hivi, anataka hivi, anataka hivi. Kwa hiyo PM anachokisema yuko sawa. Kuchinja ni moja katika jambo ambalo linaleta mafanikio ya kumbembeleza Mwenyezi Mungu. Ndio maana sisi kwenye Qur'an Mungu anasema faswali li rabbika wanhar, omba dua au swali, lakini chinja. Inna shani'aka huwal abtar, anayekuchukia, anayekufanyia fitna, anayekufanyia husda, anayekufanyia ushirikina, uchawi, vyote vitamrudia mwenyewe. Na ndio maana sisi kwenye Uislamu tukienda Maka tunachinja. Ukipata mtoto siku 7 mpaka miaka 2, Mtume anasema mfanyie hakika, mchinjie. Unachinja pale mbuzi ama kondoo, alafu unawaita watu, mnakula zile nyama. Ile ndio kafara ya mwanao, umempa bima mtoto wako akiwa mdogo. Ile inasababisha ukichinja mtoto hata akipinduka na Mungu anamjalia mifupa yake na kuwa haifanyeje, haifunjiki, na umemfanyia dua. Kwa hiyo ni kafara kubwa sana katika kuchinja. Kubwa sana, ila asifike kwamba ukichinja utapata mali. Kuchinja kwanza unalinda mali zako na biashara zako, ila unambembeleza Mungu, akitaka atakupa Mungu, kwa sababu ndio anagawa riziki. Kwa hiyo kwenye kuchinja kwake asilenge mali. Asilenge mali kwamba tutapata mali. Unachinja kumbembeleza Mwenyezi Mungu kwamba Mungu, mimi nimekifanya 1, 2, 3 kwa ajili yako, nijalie kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani. Mungu ana mawili, kukubali au kukataa. Mimi na wewe utajiri tunautaka, si ndio hivyo bwana? Lakini Mungu hajatupa utajiri, kawapa watu wengine. Kwa hiyo tutahangaika, tutafanyaje kama riziki yetu Mungu katupangia tuishi hivi, ndio tutaishi hivi mpaka tunaingia kaburini. Sometime unajitahidi mtu kuhangaika, unakwenda huku, unafanya kazi hizi, lakini bado Mungu hajafungua, anasema mimi sijakuandikia wewe kuwa miongoni mwa waliofanyaje, waliotajirika, waliofanikiwa. Kwa hiyo bado utaendelea kumbembeleza Mungu, ila Mungu naye kimbembeleza huwa anajibu. Sometime Mungu anashindwa kukupa mali kwa sababu ukipata mali utakufuru sana. Mungu anakunyima hivyo, huyu nikimpa huyu atakufuru sana, huyu hakupi. Kwa hiyo niwaambie, Biblia inahimiza sana kuchinja. Sijui umeelewa? Na haswa tuko katika kipindi hiki cha Pasaka. Watu wanaikosea sana Pasaka. Sana mtangazaji, wanaikosea Pasaka. Pasaka ni nini? Asili ya Pasaka ni Passover. Passover. Kuvuka juu ya, ndio asili yake. Na ukitaka kujua kabisa Pasaka, lazima uanze kwa watoto Yakobo 12. Wale Bani Israel, wana wa Israeli. Asili ya jina la Israeli ni Isra and Laili, kwamba mwendo kwa Kiarabu na usiku. Yakobo alikuwa anatembea sana usiku
mpaka kwa mujibu wa 34:22 kuna mtu alikutana naye akapigana naye akambariki. Sasa Yakobo akawa na watoto 12. Mmoja katika watoto wao walikuwa anampenda, anaitwa Yusuf. Mungu alimpa uzuri wa ajabu sana katika dunia ya Yusuf. Katika watu waliokuwa wazuri duniani, Yusuf aliumbwa kama vile anavyotaka yeye. Alikuwa mzuri kupita kiasi. Kwa hiyo babake akawa anampenda sana yule mtoto. Wale wazee wakawa wanachukia. Kwa nini baba anampenda huyu kuliko sisi wakati sisi wote ni watoto? Na ndio kwa mujibu wa familia ipo. Kuna mmoja utakuwa unampenda sana, mahaba yako yameingia kweli kweli. Yusuf usiku akaota ndoto. Akamwambia babake, nimeota vitu 10, inni raaitu 11 kaukaban wa shamsa wal qamar, nimeviona vitu hivyo vinanisujudia. Nyota 11, mwezi na jua nimeona vinanisujudia. Babake akamwambia, usiwasimulie ndugu zako hiyo ndoto, watakufanyia vitimbi. Siku moja wale wakakaa kikao. Walipokaa kikao wakasema, kwa nini Yusufu anapendwa kuliko sisi? Wakaambizana, tufanye mambo mawili. Jambo la kwanza, tumtoe Yusufu katika macho ya baba yetu. Akiwa hayupo sisi tutapendwa kwa sababu kipenzi chake hayupo. Wengine wakasema tumuue, wakasema hapana, tumtupeni katika milima huko ya Jubi mikubwa sana. Wakasema hapana, tukamtose kisimani. Rai iliyopita ni kutoswa kisimani. Wakaenda kwa baba yao wakamwambia, tunamuomba Yusufu tukacheze naye leo, tukastarehe naye. Akamwambia, mimi naogopa ataliwa na mbwa mwitu. Akamwambia, ataliwaje na sisi tupo? Utuamini kwa ndugu yetu. Wakamchukua, walipokwenda kule wakamtosa katika kisima, wakatafuta mbwa mwitu wakamuua, wakachukua kanzu ya Yusufu wakaikatakata, baada kuikata wakailambisha ile damu ya mbwa mwitu, wakarudi kwa baba yao Ishaan yabkuna, usiku wanalia. Wakamwambia, baba, vile vile ulivyotabiri kwamba huyu ataliwa na mbwa mwitu, kweli bwana kaliwa na mbwa mwitu. Sasa kule kisimani wafanyabiashara wanapita na misafara. Walipotumbukiza lile doo wakati wanavuta, yule mfanyabiashara akakiona kitoto ndoo nzito sana, akamchukua Yusuf akaenda kumuuza Misri. Yusuf akanunuliwa Misri. Baada kununuliwa yakatokea yaliyotokea, sababu Yusuf alikuwa mzuri, mke wa mfalme akamtamani Yusufu. Yusufu akakataa, akafanywa fitna, akatiwa gerezani. Alipotiwa gerezani akaota ndoto kule kwamba kuna miaka 7 ya neema na miaka 7 ya njaa. Mfalme kaiota hiyo ndoto, akatafutwa nani wa kutafsiri. Yusuf akatafsiri ile ndoto. Yusuf akaekwa katika hazina ya mfalme sasa wa Farao. Ile miaka 7 ya neema ikaja, wakaweka hakiba, ikaja miaka 7 ya njaa. Sasa mataifa yote yakawa yanatoka yanakuja Misri. Ndugu zake Yusuf naye kwa sababu ya njaa wakatoka Kanani wakaja Misri kutafuta chakula. Yusuf akaona, hawa mimi ndugu zangu hawa. Ndugu zangu Akauliza, nyinyi mna baba yenu anaitwa nani? Wakamtaja. Wakasema, mna ndugu yenu mwingine? Wakasema, tunaye. Akawaambia, tilipu ijayo mkija mje na ndugu yenu. Wale wakatoka wakaenda kumwambia babake. Babake akajua huyu atakuwa ni Yusufu mwanangu, akawapa Benjamini. Walipofika kwa Yusufu, Yusufu akamchukua Benjamini akamwambia, mimi kaka yako pembeni, naitwa Yusufu. Wewe kaka Yusufu? Akachukua kengele akamtilia kwenye begi lake yule Yusufu kama dhahabu wa nini inasemekana, akamtilia Benjamini mdogo wake. Alafu pakanadiwa, bwana, kwa mfalme kumeibiwa, na aliyeibiwa haruhusiwi kuondoka mpaka aje. Pakasachiwa mdogo wake akakutwa na nini? Na kile kitu. Akaambiwa huyo aondoke, akabaki. Sasa wale walipokwenda kule, waliposimulia, mzee Yakobo sasa akatoka na familia yake akaja wapi? Misri. Ndio wana wa Israeli wanakuja Misri sasa hapo. Walipokaa Misri wakakaa kwa muda miaka 430 wakakaa pale Misri. Wakakaa muda miaka 430 mpaka akaja Musa, wanatumikishwa tu pale. Musa ndo akawaambiwa awatoe wana wa Israeli sasa, awarudishe katika nchi yao ya ahadi, awatoe pale Misri. Pale kutoka Misri ndo unapata neno Pasaka. Naomba nikusomee kidogo ili tushibe vizuri. Tusome kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 16 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Taurati 16:1 inasema hivi, anaambiwa Musa, utunze mwezi wa Abibu ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako, nawe umchinjie Pasaka Bwana Mungu wako. Mbona neno hili haipimwa na bana hapa? Umeona Biblia hii? Ndio maana nasema Wakristo wasome wasisomewe. Achinje nini sasa? Katika kundi la kondoo na la ng'ombe, mahali atakapochagua Bwana Mungu wake apakalishe jina lake. Umeelewa?
IPM sasa anabana hapa. IPM anabana kwenye maandiko hapo. Hii hapa maandiko 16:1 Kumbukumbu la Taurati. Lakini akitoka hapo yule bwana anawafundisha sana wajue Biblia, anakuja katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akamwambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Hapa kuna historia ya Kiislamu hapa. Hii utakuwa mwezi wa kwanza, na sisi kuna funga tunaita Ashura, inakuwa mwezi 10 mfungo 4 mwezi wa kwanza. Semeni na mkutano wote wa Israeli, unanifuatilia? Mkawaambie siku ya 10 ya mwezi huu, tarehe 10, kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Masharti hayo Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache, ikaja mpaka siku hii hapa. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Umeelewa? Pasaka hii? Umenipata hiyo? Watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Ile nyumba ya wana wa Israeli mkichinja, mtachukua damu mtapaka kule. Umeelewa? Juu kule na huku mtapaka. Watakula nyama yake usiku ule ule. Masharti imeokwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu, msile mbichi wala ya kutokosa majini, bali imewekwa motoni na kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitachosalia hata asubuhi mtakichoma moto. Tena mtamla hivi Pasaka hiyo. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu kwanza. Hapo ndo mnakula. Mnakula hapo mmefungwa viuno. Mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mkononi mwenu. Nanyi mtamla kwa haraka haraka. Biblia inasema ni nini? Pasaka ya Bwana. Mbona? Pasaka ya Bwana. Pasaka ya Bwana ndio ipo hivi. Kwa hiyo kumbe Pasaka ni kuchinja. Pasaka ni kuchinja, ndio Biblia inavyosema. Okay. Kwa hiyo IPM anapowashinda watumishi wenzake ni kwenye maandiko. Atawashinda sana kwenye maandiko. Wao wanasema kwenye vichwa. Anatumia mistari hii ya Biblia. Na sisi tunafuata Biblia, hatufuati akili yako katika kichwa. Kwa hiyo hii mistari ndiyo anayoshinda IPM. Hii ndio anapambana nayo. Na wallahi yule bwana anawafundisha Wakristo kujua Biblia. Wakristo wasimchukie yule bwana. Wamfate kwa sababu anawafundisha kusoma Biblia. Leo Pasaka unaambiwa kufa na kufufuka Yesu. Ndio wanavyosema. Ijumaa Kuu, sio Yesu kafa, kafufuka. Hakuna iko kitu. Pasaka imeanza huko. Umeelewa? Pasaka imeanza huko, haijaanza kwa Yesu. Okay. Hapo kuna mmoja ya mtumishi alizungumza kwamba huyu Prophet IPM hajapita kwenye chuo cha theolojia, lakini pia hajapita kwenye maulama. Tusomeni maandiko. Hayo mambo ya watu waliopita si yanatuhusu nini? Sisi tunataka maandiko yanavyosema. Mungu sikashusha kitabu na akasema kitabu hiki si ndio uongoze? Unaambia nikasome huko, nikasome na nisomeshana. Kwamba mwamba hajapita kwenye theolojia. Ya nini theolojia? Biblia ndio inavyosema inatakiwa kusomewa hii. Hapo sasa ndo Wakristo wanaposhindwa. Wanaambiwa wewe hujui kufahamu hiyo kwa sababu hujapita sehemu fulani wewe. Wanakuwekea ngome hivi kwamba wewe usisubutu kusoma Biblia. Kwenye Uislamu ukuti hiyo. Wengine wanasema kwamba kwani baba yake wa kiroho ni nani? Ndiye kumfundisha haya mambo ya kuchinja ama imekoaje hii? Biblia ndio imemfundisha. Si tumesoma au tumesoma Qur'an? Biblia. Sasa Biblia sinasema kuchinja. Sinasema kuchinja. Kwa hiyo ndio alichosoma. Na Yesu mwenyewe ujue alikula Pasaka. Okay. Yesu alikula Pasaka. Ngoja nikusomee kifungu hiki hapa. Kuna watu wabishi sana. Nataka wafungue 22:17 Mathayo. 22:17 Mathayo. Tusome hapa na 26:17 kitabu cha Mathayo. 26:17. Hata siku ya kwanza mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwambia Yesu, wakamwambia ni wapo utakapo tukuandalie uile Pasaka.
Watu wasome vitabu bwana, some vitabu. Watu wanafundishwa sana akili ya kichwa, hawataki kusoma hii mistari. IPM wanawafundisha sio akili ya kichwa, tusome mistari. Sasa wanapotaka kushindana naye atawashinda kwa sababu sana tumia Biblia. Wewe unataka kuleta akili zako kwenye maandiko ya Mungu, nani atakukubalia? Hilo atukubali kwamba ndio maana Biblia inasema Pasaka ni kuchinja na yule bwana anachinja Sawa. Anasema kwamba kwa nini anapochinja hajawahi kurekodi video na kama ikitokea labda cameraman akiingia kule huenda kuna majoka kule ndani. Hiyo atajua mwenyewe, sisi tunaangalia kuchinja kwake. Sisi tunaangalia namna anavyochinja, kuna majoka, kuna nini, sisi hatuwezi kusema hivyo kwa sababu hatujawahi kuona. Kwa hiyo hiyo siri anayoifanya atajua, sisi tunaangalia kile kitendo anachokifanya, kafanya nini, kachinja. Biblia inasema Pasaka ni kuchinja. Ila mimi namshauri atuletee Waislamu ili tule wote, akichinja si Waislamu atuli. Yaani atupe sisi Waislamu tuchinje kwa sababu tukichinja sisi wao wanakula, ila wakichinja wao sisi atuli. Kwa hiyo atuletee sisi Waislamu tuchinje kwa mapenzi, tuna mahaba tu. Sawa. Unapoona wachungaji wanakosoana, huyu anamkosoa huyu, huyu anamkosoa huyu, picha gani inajengeka kwa waumini? Unajua kukosoana, mtu akikosea anaambiwa, hata sisi kwenye Uislamu anaambiwa, lakini tukae pamoja tuambizane kwamba umekosea hapa, umekosea hapa. Shida ya Ukristo hawakubali hilo kwa sababu wao wanatumia akili ya kichwani, wanawafanya hao watumishi wao wasielewe katika Biblia kuna nini. Sasa IPM wanachofanya ni kufunua watu kwa mujibu wa Biblia. Lile ni kosa ambalo wao wanaliona analolifanya, na ndio maana wakimuuliza anasema soma mstari fulani fulani. Sasa wewe mwenye akili utajua kumbe kitabu kinasema hivi. Wachungaji hilo hawalitaki, wanataka wao waendelee kubunya tu, wao usijue kitu. Kwenye Uislamu hilo hakuna. Ndio maana si Waislamu tunajua kuswali. Wewe imamu umechelewa, sisi tutaswalisha wenyewe. Wewe haupo, sisi tutafanya wenyewe ibada kwa sababu tunajua taratibu za ibada zetu zilivyo. Tofauti na Wakristo, wao bila mchungaji kutoa katika akili yake hakuna ibada. Kabisa yani. Bosha kutoa kafara. Ya nini yani? Ya mnyama. Mimi nachinja sana. Watu unajua ukisikia kafara wanakuambia haramu, wanajua kafara kwamba ni mbadala. Ndio hiko kinachowapa shida. Ukisikia katoa kafara yule, unasikia unaona yule katoa kafara babake kafanikiwa. Sasa kafara ni mnyama kwa maana badala. Ya Rabbi mimi natoa hiki badala ya hiki. Kwa hiyo unatakiwa utoe mnyama uchinje. Inatokea siku na muombaga Mwenyezi Mungu na mambo yangu mitihani, husda, fitna, ushirikina. Tunakaa na vijana tunasoma dua, tunachinja, tunagawa nyama kwa maskini na mayatima, maisha yanaenda. Sawa. Ikitokea umekutana na Prophet IPM, utamwambia nini kuhusu ibada zake za kuchinja? Mimi nitamshauri awafundishe Wakristo Biblia. Yaani mimi ushauri wangu wasome Biblia. Napenda sana Wakristo wasome Biblia, wasisomewe. Yaani hivi anavyofanya napenda sana. Yaani mimi natamani Mkristo aweze uwezo wa kuisoma Biblia mwenyewe, asisomewe. Ndio kitu ambacho ninachokiomba sana. Akisoma hii Biblia ataelewa vitu vingi kwamba yeye alikuwa anafungwa vingi sana. Sio kuitikia tu amen, amen baba. Ndio, kila kitu ndio. Yesu Mungu ndio, lakini Yesu kafa ndio, lakini yeye ndio Mungu mwenyewe ndio. Unajua Yesu kuna maneno aliwahi kusema katika kitabu cha Mathayo. Ngoja niangalie hapa, Mathayo 5:37. Alisema katika Mathayo nadhani 5:37, nadhani 5:35. 5:35 mpaka 37 hii hapa. Yesu anasema bali maneno yenu yawe ndio, sio. Yaani ndio, sio. Sio kila kitu ndio. Umeelewa? Yesu Mungu sema sio. Yesu mtume ndio. Yesu mwenyewe akasema sio kila kitu ndio. Kasema yale ndio na sio. Sometimes ndio, la kweli ndio, la uongo sio. Hii Biblia hiki mimi nampongeza IPM. Mimi nataka IPM anifanyie kitu kimoja tu. Awahimize Wakristo kusoma Biblia basi, mimi kashanisaidia. Wakisoma hii wataona ustaarabu ulivyo ndani ya Biblia na Uislamu ulivyo kwenye Biblia. Sio kumpinga. Hawasomi Biblia, wanasomewa. Na wakitaka kusoma wanaambiwa hauna Roho Mtakatifu. Yaani wanaekewa kongwa lile, wasipite, wasifurukute. Kwa hiyo mimi namuhimiza sana yule bwana, yuko sahihi anachokifanya,
lakini namuomba awahimize sana Wakristo, na nitampigia simu, nitampongeza, nitamwambia mimi nakuomba nihimizie Wakristo wasome Biblia tu basi, wasisomee. Ndio hicho tu kikubwa. Au sio bana? Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.